Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Na tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Chemba zilizofukiwa na barabara ya Mwenge Sokoni katika wilaya ya Kinondoni mkoani Dar es Salaam imeleta changamoto kwa wananchi wa eneo hilo kutokana na kujaa maji taka katika biashara za watu na karibu na makazi yao. Wakiongea na EATV, wafanyabiashara hao wamesema kwamba kuna wakati watu wanashindwa kununua bidhaa zao kwa sababu hawawezi kuvuka upande wa pili wakihofia kuchafuka. Hapa kuna changamoto kubwa sana ambayo ya maji, mpaka inafikia sometimes hatuwezi kupita, tunazunguka sehemu kule maji yananuka. Umeona, wafanyabiashara wapo pale wanauza jioni vitumbua na vitu gani vingine. Sasa inapelekea kufanya biashara, wanafanya biashara alafu watu wanakuja kununua, alafu kuna maji machafu hapo. Kero bwana, hii maji inanuka sana. Alafu hata hivyo wateja hapa wakija hapa kununua na kupungu ngumu kwa sababu ya maji. Haiwezekani mteja aje hapa apite hii harufu anaziba mdomo afu aje kununua bisi. Inakuwa ni ngumu. Yaani inakuwa inakila. Asilimia kubwa inakuwa hivyo, yani mvua ikinyesha ndo inajaa inaanza kutoka juu, lakini muda mwingine mvua kama haijanyesha haitoki pia. Na hizi pia zipo mbili, kuna nyingine iko pale juu na nyingine hii hapa chini, lakini asilimia kubwa hii hapa chini ndo inakuwa inatoa nanili. Na tuendelee na kurasa. Wananchi wa kata ya Nanyala wilayani Mbozi mkoani Songwe wameiomba serikali kupitia wakala wa maji mjini na vijijini RUWASA kuharakisha ujenzi wa kituo cha kusafisha, kutibu na kusambaza maji chenye thamani ya shilingi milioni 800 ili kuwarahisishia upatikanaji wa huduma hiyo wanayoipata kwa zaidi ya kilomita 3 hivi sasa na kupunguza gharama za upatikanaji wa maji katika vijiji 8 vya kata hivyo. Wakizungumzia adha hiyo wanayokutana nayo, baadhi ya wananchi wamesema kuwa wanalazimika kufuata huduma hiyo katika madimbwi yaliyopo umbali wa zaidi ya kilomita 3, na huku pia wakiuziwa maji hayo kwa gharama kubwa, na upande wenye mamlaka wakitoa majibu juu ya kero hiyo. Ina maana sasa kama mwanamke ni mjamzito anaenda kujifungua zahanati, kwa sasa inatulazimu ukatoka na maji nyumbani kwa ajili ya kwenda kumnusuru yule mjamzito, wakati pale zahanati patakiwa pawe na maji. Maji kwa Nanyala, jitihada usipopata pikipiki kwenda kuchukulia kule Songwe vijijirani, hatuwezi kupata maji ya kunywa. Kwa maji ya kuoga na ya kufuria ndio wanaenda kuchukua kwenye madimbwi huko. Huu mradi nadhani ulianza mwaka juzi, na huu mradi itakiwa ukamilishwe mwezi wa 5. Kwa kweli uhalisia kabisa ndani ya kata yangu ya Nanyala, kijiji cha Nanyala ni shida maji. Kwani waombe kwa muda ulioahidiwa mheshimiwa katika utawala, kwa sababu bomba zote zipo pale shule. Nafikiri wote meziona. Kwa bomba zipo, kwa kitakachofuata mheshimiwa kwa sababu mazao ameshaivisha, lengo letu kwa ni kuchimba mitaro na kufikisha maji sehemu husika. Na tumalizie kurasa kwa hili. Barabara ya Kifuru eneo la Mwanzo Mgumu katika wilaya ya Ilala mkoani Dar es Salaam bado ni tishio kwa wakazi wa eneo hilo kutokana na ubovu wa barabara kupelekea kutoweza kutumika na usafiri wa aina yoyote, hasa katika kipindi cha mvua kwa muda mrefu sasa. Wakizungumza na Kurasa, wakazi wa maeneo hayo wamesema kuwa wamejitahidi kutatua changamoto hiyo lakini imeshindikana. Hivyo wanaomba wenye mamlaka kuwasaidia kumalizia eneo lililobaki kwa sababu wanahofia kutoweza kutumia usafiri wote hasa katika kipindi cha mvua. Changamoto yetu kubwa sasa ni barabara. Kwa sababu wananchi wamejitolea, tunamwaga sana zege. Sasa eneo lililobakia tulikuwa tunaomba hata serikali na yenyewe ichangie kidogo, iwekeze nguvu yao ili kuweza kutunusuru hapa, kama hivi magari yanakwama. Na huwa tunapata matatizo makubwa sana kuhusu barabara. Usani wakati tunapokuwa na wagonjwa, hata kusema unamtoa usiku unampeleka hospitali, huwezi hata kumnyanyua kumpandisha kwa sababu gari haiwezi kufika pala, bodaboda wala kitu chochote kifiki mtaa huu. Kwa hiyo tunachoweza kusema ni kwamba ni kuomba serikali itusaidie katika hiki kipande kilichobaki, lakini na sehemu ya wananchi wetu waendelee kujitolea, wasikate tamaa, watengeneze barabara yao, kwani hii ndio namna bora pengine ya kufanya. Kwa vipindi hivi vya mvua ni rahisi kuona wapi pazuri, wapi pana shida, wapi kuna changamoto, ili watu waweze kurekebisha kwa wakati.
Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia Kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea Kurasa kwa siku ya leo, mimi naitwa Abili Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.